Bwana, tumalize na Mudi alafu tutarudi tena kwa wifi kama kawaida. Mudi, tuambie nini hasa kilikuvutia kwa wifi yetu mpaka ikafikia hatua bwana ukafunga safari kutoka Tanzania mpaka Burundi? Sio sehemu ndogo ama sio kipande kidogo. Nini hasa kilipelekea ukafunga safari hapa mpaka kule? Kilichopelekea ni mwanamke ambaye amenivutia kwa upande wangu. Ni anaheshima, ana vile vitu ambavyo mimi nilikuwa na vihitaji na nilikuwa nikivipambania, na nikimwomba Mwenyezi Mungu siku aje nipatie mwanamke ambaye kwenye vitu ambavyo ninavyovihitaji, basi Mwenyezi Mungu nashukuru amenipatia. Kwa hiyo ilinipelekea na mimi nichukue sasa nafasi ya kukutana naye mpaka nikaelekea Burundi. Na namna familia haikuwa na shida yoyote kipindi ambacho unatangaza uchumba wako na yeye, kutokana na the way unavyoigiza mtu wa pombe na nini, na jinsi tulivyoona ndani ya familia kuna kama udini fulani hivi umetawala? Hapana, kwa upande wangu mimi kama kule nilikoenda familia haikuwa na pingamizi chochote, kwa sababu napenda kusema nashukuru pia familia yake. Baada ya kusema hilo jambo walilipokea vizuri, umeona, kwa sababu hakuna mzazi ambaye anayechukia binti yake kuolewa, ushaona hivyo. Na uzuri na usanii wanajua ni kazi, wanaelewa uzuri. Ingekuwa familia nyingine hawaelewi kama ni kazi, wanaelewa ni uhuni kidogo, ingekuwa changamoto. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa familia yake, upande haswa wa babake. Babake amekuwa ni mstari wa mbele sana kuhakikisha jambo linaanza mpaka linaisha. Wifi, tuongee kidogo. Mimi nakupenda wewe bwana. Nini kilikuvutia kwa Mudi ukaona alipozungumza swala la yeye kutaka kukuoa usiweke pingamizi kabisa? Vimenivutia vingi tu, vingi sana. Usa wake haujakupa shida? Kwa sababu wengi wanaogopa kuingia kwenye ndoa na mastaa. Wengine wanahisi kuna uhuni ndani yao, wengine wanahisi wanataka ndoa kama promo tu kwenye baadhi ya vitu vyao. Kwako haikuwa shida? Hapana, haikuwa shida kwanza, kwa sababu yeye yani haangalii sana woza, ni mpole, mcheshi, hana shida, yani ni mtu haliki kwanza usta wake. Cha kwanza iko kimenivutia sana kwake. Natamani pia nifahamu kitu kimoja. Kwa mara ya kwanza Mudi anasema mimi nataka nikuoe, nini ulikifikiria? Ukimtazama Mudi jinsi anavyoigiza, nini hasa ulikifikiria ndani yako? Sijafikiria kitu kwa sababu nimemwona mwema kwangu toka mwanzo mpaka tulipofikia, na niambia sitaki zina, nataka nikuoe uwe mke wangu. Sikufikiria kwa sababu ya matendo yake, alivyokuwa na react kwangu. Nilikuwa ready kabisa, yani bila kusita. Sawa. Mahusiano yenu yalikuwa na muda gani? Mahusiano yetu yalikuwa hayana muda mrefu sana, but tulikuwa na muda mrefu sana kwenye urafiki. Natamani nifahamu kuanzia huko kwenye urafiki ilichukua muda gani mpaka mkaingia kwenye mahusiano alafu baadaye mkaingia kwenye ndoa? Imechukua muda. Sina kumbukumbu, lakini ilitoka kwenye ile tamthilia ya Agano. Ni nani ile familia Mzee Kicheche? Kwa marafiki. Wewe ndio ulikuwa wa kwanza kucomment kwenye akaunti yake ya TikTok ama ulikuwa una comment kwenye akaunti yake ya Instagram? Nilikuwa na comment sana, nilikuwa napenda sana zile comedy zake, challenge zake zile. Kufanya challenge za wasanii kuhusu nyimbo. Nilikuwa naangalia, napenda ule urafurafu wake, ule kuvaa ovyo, ulezi. Hiyo. Ikitokea sasa hivi tukimtazama Mudi akarudi kwenye pombe kama vile ambavyo tunamtazama kwenye movie, uko tayari kuishi naye? Akifanyeje? Kama yuko vile sasa tunavyomwona kwenye dunia, pombe mtu, pombe na yeye, uko tayari kuishi naye? Naishi naye kwa sababu ndio karakta ambayo nilimpenda ndani. Nilimpenda akiwa anacheza uhalisia wa ulevi. So, si kumpenda akiwa kwenye uhalisia wa kuigiza akiwa yuko sawa.
nilimpenda akiwa kwenye uhalisia wa pombe, anavaa rafu, sijui kama akivaa vizuri anakuwa mtu fulani, nilikuwa sijui hiko. Hicho nilikuja kujua kipindi ambacho nipo naye. Kumbe huyo akivaa vizuri yupo hivi. So mimi nilimpenda akiwa rafu, ovyo, mlevi vile kwenye kuigiza hivyo. Kwa hiyo naweza nikampenda na ninaweza nikakaa naye. Mimi niwape hongera kwanza kutokana na kupata mtoto. Hongereni kwanza kwenye hilo. Japokuwa umetufanyia siri, ila sisi wanafiki nawaambia siri zenu zote tunaye. Kupata mtoto. Mbona umefurahi? Jamani, so kweli. Kila watu wanasema hivyo. Kama nini? Umepata mtoto. Inshallah. Manake kweli. Labda sijui. Inshallah tuseme. Kwamba mtoto hamna, ila tuseme inshallah, pengine anaweza akaja. Inshallah. Tunaomba Mungu. Sawa. Waambie neno mashabiki wa Mudi. Nini hasa unawaambia sasa hivi baada ya ili swala la ndoa, nini unawaambia mashabiki wa Mudi? Waambie neno, waambie chochote ya mashabiki wa Mudi Muzungu ambao wanamfuatilia. Kiukweli Mudi anapendwa na dada wengi sana. DM ni nyingi sana. Nadhani unapata nafasi ya kuzisoma. Nini unawaambia mashabiki zake? Wazidi kumpenda, kumsapoti. Sawa? Na wadada wanaompenda wampende. Kikubwa tu hata wakituma DM wajue DM nazisoma na wakaribisha, ila hichi kichwa nikiwapa leo, kesho kutwa wananirudishia mzigo wangu. Maana wewe umemzoea na unamuweza, unamudu vizuri. Hiki kichwa wakione kwenye movie. Sawa, kitu gani ukipendi kabisa kwa Mudi? Ukipendi hata kukisikia akiwa anaigiza, lakini pia akitoka nje ya maigizo? Hakuna kitu sikipendi kwake kwa kweli. Mume wangu yuko perfect. Hongera sana kwenye. Mudi, nirudi kwako sasa, tuzungumze na wewe kidogo. Tukitazama ulitukimbia kwa namna fulani, wengi wakawa wanajiuliza Mudi hii ndoa imemfanya awe yuko bize, ama kuna nini kinachomfanya Mudi mpaka sasa hivi tusimuone? Ndoa ndio ilikufanya uwe bize, tusikuone kwenye dunia. Wengi walihisi na wewe ni moja kati ya watu ambao tayari umeshachomoka ndani ya dunia. Kuna nini kilitokea hapa kati? Hakujatokea kitu chochote. Nafikiri katika uandishi wa Baba Asma, katika story the way inavyotaka, mona walini switch kidogo kulingana na watazamaji sehemu fulani waangalie, lakini pia nakuja vipi, ushaona, kulingana tu na story, ila sio kwa sababu nimeoa pengine ndo nikamute kidogo nikawa sionekani au nilitaka labda kutoka. Hapana, mimi nilikuwepo mwanzo mpaka mwisho, na hata nilipokuwa Burundi, kwa sababu kazi pia ilikuwa inaeditiwa na sometime pia napata nafasi ya kuongea na editor hapo, vipi imekaa sawa nini, kwa sababu katika ukaguzi na mimi nimo. Kwa hiyo iliniwia tu kwa sababu nimeoa, ndio maana nikawa mambo mengine yakawa hayaonekani, lakini ni story tu ya director tulipokuwa inanitaka muda huu sionekane, muda huu nionekane. Sawa, nataka pia nifahamu kitu kimoja. Tukitazama kwenye baadhi ya tuzo tunaona majina ya Manyanya, tunamwona Violet, lakini Mudi hayupo. Ila mashabiki wanajua Mudi anafanya nini. Pengine wewe unahisi nini kimepelekea jina lako kwenye tuzo lisiwepo kabisa? Mimi nafikiri unajua kila kitu kina wakati wake. Nafikiri wakati huu pengine ni wakati ambao bado muona Mwenyezi Mungu alipopanga, lakini pia hata waandaji wa tuzo kama kuna mapendekezo wanataka kwa wasanii fulani na wakawapendekeza wao, basi na imani pia kuna maono pia wanayaona wao, na imani pia ipo siku nitakaa katika njia ambayo au maono wanaowaona wao, na yani nafikiri ni wakati tu. Swali la mwisho kwa kumalizia kwa upande wangu, labda baada ya ndoa ama baada ulivyokuwa umeenda kwenye ndoa, comment nyingi ambazo nilikuwa naona kwenye ile video, watu wanasema kwamba Mudi kafuata pesa kwa mkewe, kwa kuangalia zaidi kwamba ni nchi tofauti, Tanzania na Burundi. Tulijibu hili, ni kweli tumefuata kipato kwa? Hapana, huo ni uongo. Hapana, unajua nini? Mara nyingi unajua mtu akioa nje ya nchi wanaamini kwamba ana kipato, umeona
au Masaki, basi eneo la Masaki lile watu wana hela, unajua zile kuna mtu anaweza kaoa Mbagala, watu pia watu wana hela zao, lakini mimi sikufuata hela. Umeona, mimi nimefuata sanaa yangu, anaiprotect vipi, upendo wangu ananipa vipi, na nihakikishe wapi napata furaha. Umeona, furaha yangu nimeona ni hapa. Ushaona, mimi sikufuata hela kwa sababu hata mimi mwenyewe nikipambana napata hela, ila hela zangu ninapozitafuta nani sahihi wa kuzitunza mpaka zikawa nyingi nimeona. Yeah. Nini hasa kimekuvutia? Ni ujuzi wake wa kufanya biashara, kama unaona hapa nikiwekeza na mimi naweza nikafaidika, ama kuna nini hasa? Kutia ni upendo, ushaona, heshima. Umeona wapi nakosea na nisahihisha. Ushaona, nimeona bisa ni mtu wa sahihi kwangu, nimeletewa na Mwenyezi Mungu. Ushaona, sijapata kwamba anafanya sana biashara basi na mimi niende pale niwekeze ili na mimi nije kwa nitakuwa so mapenzi, ni biashara sasa. Ushaona, ya kuna wakati tunaishi maisha ambayo sio ya kibiashara. Kwa hiyo ina maana tupendane kwenye siku za biashara. Bana, mimi nimefuata the way ile furaha, heshima, lakini pia muona mtoto alivyo mzuri, mrembo, tunaomba tutafute wanawake wazuri wanaotuvutia. Kwa hiyo mimi nimefuata vitu kama hivyo ambavyo vinampendeza mtu ambaye sahihi, kwa sababu leo atafanya biashara, siku anaumwa biashara iende, na maana upendo unakuwa. Mimi kuna kitu nimekisikia bwana, katika za ndani watu wangu wakanipenyezea, sio kwa baya sio kwa baya, na sitaki kuvunja ndoa, ila inasemekana kuna watu walitaka kunywa sumu the day ambayo Mudi alioa. Kuna mtu alitaka kunywa sumu ile siku. Nikajiuliza, Mudi mara mwisho nimefanya naye interview kasema yuko kwenye mahusiano lakini mtu wake haishi Tanzania. What happening? Huyu ni nani anataka kunywa sumu? Na huyo mtu niliambiwa anatokea Tanzania. Uliipata hiyo? Mimi sijaipata kwa sababu ndoa mimi nimefunga Burundi. Sijajua Tanzania kilitokea nini na sijajua nani anafurukutwa, labda kwa upande wangu mimi Leza. Ex wanaumia. Ex wanaumia. Wifi yupo hapa nashindwa kutaja. Sitaki kuharibu ndoa. Sidhani kama mimi mwenyewe, sidhani mimi ndo kwanza nakusikia. Labda pengine sifuatilie baadhi ya comment, uweze kupata vyote, lakini mimi kusema kweli sijasikia hivi. Kama ninachowapenda waombea wangu waga wakija wanakujaga na ushahidi. Wakija wanakuja na ushahidi, bwana tulikwambia fulani hivi na hivi, picha hizo, video hizo au message hizo, waga naletewaga. Kwa sikurupukaki. Sasa siwezi kuongea vingi kwa sababu hivi yupo hapa, sio ni karibu. Wewe unataka enda kapigane? Boss sijaelewa. Siwezi kupigana na mume wangu kisa ex. Hiyo ifahamike. Na siwezi kugombana naye kisa ex. Sawa. Mimi mke bwana. Ndio halali. Hawa nje wapite kushoto. Sisi tunakujua wewe. Sio kushoto. Siwezi kudharau ex wake na siwezi kumwongelea vibaya. Sawa. Kila mtu yuko na past. Unaelewa Kuna watu wanaachana, anaweza kuwa alimwacha mwenzie lakini mwenzie bado anampenda. Unaelewa So mimi pia kama mwanamke lazima niwe viatu vya mwanamke mwenzangu. Siwezi kumsema vibaya, siwezi kumponda na siwezi kugombana na mume wangu kisa ex. Kikubwa tu waombe Mungu. Mungu ni mwaminifu na hajawahi kumwacha yoyote, kwa sababu mimi pia huko nyuma nilikuwa na maex walioniumiza. Niliomba Mungu, Mungu kanipa faraja yangu. So wao pia wakiomba, Mungu atawapa faraja. Amina. Ya maisha na sio kuchezewa hapana. Hivyo. Sawa bwana. Neno moja kwa mkeo, nini unamwambia? Mimi mke wangu nampenda sana, naendelea kumwombea katika kila hatua ya maisha yake, lakini pia naomba pia aendelee kuniombea katika kila hatua ya maisha yangu, kwa sababu anapitia changamoto nyingi nisizozijua, na mimi pia napitia changamoto nyingi asizozijua, kwa sababu nje ya pazia tujui nani na nani wanaotupenda na nani ambao wasiotupenda. Kwa hiyo Mungu amjalie, yani kwa ufupi tuendelee
atusaidie zaidi na zaidi, tuzae vizazi bora. Amin. Hilo naliitikia mimi tena. Shangazi niko vizuri. Sitaki stress. Hilo naliitikia. Shangazi niko vizuri, nataka niletewe watoto nilee mimi. Mudi nataka tulizungumzie hili kidogo. Mtazamo wako kwenye kile ambacho Manyanya amekifanya kwa Violet, kumpa talaka ikiwa wameanza mbali sana. Kisa tu baada ya kujua kweli kuna baadhi ya watu ambao ni wateja wake, basi nao pia aliwahi kulala nao. Nini hasa umejifunza, lakini pia kwenye kile alichokifanya Manyanya ni sahihi? Kwa upande wangu naona ni sahihi kusema ukweli. Ushaona Unajua unapoishi na mwenzio na unaishi roho na kufurukuta, unaishi kwa unafiki, sio nzuri. Umeona Lakini nafikiri alijaribu kumweleza kwamba mimi nikiishi na wewe kuna kitu kitakuwa 1, 2, 3, 4, kwamba nitaishi na wewe kinafiki. That's why kwa upande wangu mimi naona alichokifanya ni sahihi kwa ajili ya kuokoa mambo mabaya ya baadaye. Ushaona mimi kwa upande wangu mimi, kwa sababu unafiki ni mbaya. Tutacheka, tutafanya hivi, lakini kwangu kinanifurukuta, kinaniumiza. Kwa upande wangu mimi sijajua watu wengine. Haujapoteza mashabiki baada ya kuingia kwenye swala zima la ndoa? Hasa hawa mashabiki wa kike. Kuna namna kama mimi naona iko sawa tu. Naona ipo sawa kwa sababu comment nyingi ni za wao, umeona wana appreciate kazi, wanapenda zile zinavyofanya. Ushaona mimi naona niko sawa na wanazidi kuongezeka kwa sababu namba nyingi kwenye mitandao zinazidi kuongezeka, lakini pia nikiangalia wananiletea age, wanaletea gender pia, naona wanazidi. Zungumza na mashabiki zako, nini unawaambia? Jamani, mashabiki ambao mnamfuatilia Mudi kuanzia kwenye dunia mpaka pia kwenye clip zake nyingine pia, nawapenda sana jamani. Muendelee kunisapoti, muendelee kusupport kazi ya dunia, muendelee kusupport Asma Film na wasanii wote kwa ujumla, lakini pia kuachana na wasanii pia wa dunia, hata pia wasanii wa tamthilia nyingine, wasanii waigizaji pia tuzidi kuwasapoti, kuonyesha thamani, kuwajali. Nawapenda sana, lakini pia sina mengi sana zaidi ya kuwapenda. Sisi tuseme asante sana. Nashukuru sana.